Asanteni waimbaji kwa wimbo mzuri kabisa. Naweza kusema kwamba ni sala, huo ndio muziki mtakatifu. Bado ninao wataalamu wa muziki wa kanisa Katoliki, lakini muziki ambao unaimbwa dunia nzima. Wao wanatoa tafakari ya kuimba muziki huu wa kanisa dunia nzima, kama ilivyo kanisa Katoliki. Sema kanisa Katoliki Ulaya au popote duniani tutakuta kanisa Katoliki misingi yake ni ile ile. Kwa na muziki wake unatakiwa uwe ule ule. Hiyo ndio changamoto ambayo tulinayo hivi sasa. Nije kwako Mwalimu Peter Mavunde. Labda tusimulie nini hasa kimeanzishwa katika Jimbo Katoliki la Dodoma kuhusiana na muziki mtakatifu. Nakushukuru sana tena mtangazaji. Kwa mara nyingine niseme kwamba Mwashamba Baba Askofu alitoa maelekezo anapozungumza habari ya muziki mtakatifu. Anamaanisha nini hasa? Pamoja na haya mambo makubwa matatu ambayo nimeeleza kama yalivyotolewa na Papa Pio wa 10. Lakini yeye katika kunyambua ametoa maelekezo kama ifuatavyo. Kwanza amesema ni kuhakikisha kuwa nyimbo zinazoimbwa na kwaya zetu zote zinakidhi matakwa ya liturujia. Yaani tusiimbe muziki mtakatifu nje ya matakwa ya liturujia, kwa kuzingatia vipindi vya mwaka, kwa kuzingatia madhumuni ya sherehe yenyewe au sikukuu yenyewe mlionayo, na si vinginevyo. Na hili ni jambo la kweli, kwa sababu tuchukue kwamba ni kipindi cha kuomba toba, lakini nyinyi mnakuja mnaimba nyimbo za shamra za shangwe. Unaona hapo mtakuwa mjazingatia liturujia. Na kama ni tuna sikukuu ya upadirisho, nyimbo za wito zinatawala. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hilo la kwanza, anatutaka wanakwaya wote kote katika jimbo letu, na sasa nafikiri kabisa duniani kote, kwamba alikwepeki ili kwamba ni lazima tuzingatie matakwa ya liturujia. La pili, anaeleza kuwa kuendeleza muziki wa kanisa jimboni kote, hususan namna yetu ya uimbaji, matumizi ya vyombo vya muziki, kwamba visiwe juu ya sauti za waimbaji, ili neno lake Mungu liweze kusikika na liwafikie wote wenye mapenzi mema. La tatu, anasema kuhifadhi muziki mahiri wa liturujia wa kale. Kanisa hili limeanza toka enzi za Kristo. Unaweza ukafikiria hivi wenzetu huko kutoka enzi za Kristo waliimba nini, waliimbaje? Hasa anasema ni vizuri tukahifadhi muziki hii ya mahiri ya liturujia, muziki wa kale. Ni jambo la muhimu sana. Na unajua kanisa kokote kule tu, sio kanisa, taifa, chombo chochote, ukikosa kujua huko nyuma ulikuwaje, basi umekosa historia. Kwa hiyo nayo inasaidia unapowafundisha watu, unasema kanisa Katoliki jana, leo na kesho, watu wote wanaelewa. La tatu, anasema tuhifadhi muziki samani. La nne, anasema kuhimiza na kuendeleza uimbaji wa nyimbo za Kilatini na zile za Gregorian chants pale inapowezekana. Kwa wengi walioimba huko nyuma, muziki mingi ilikuwa ni hizi Gregorian chants ambazo mnaimba kwa kuburuza, sio muziki wa leo tunaoruka juu tunashuka chini tunatambaa. Kwa hiyo anasema tuhifadhi na kuendeleza uimbaji wa nyimbo za Kilatini, ambao ni jambo zuri kabisa, sababu chimbuko letu toka kanisa limeanza tumekuwa tukiimba kwa Kilatini, tukaja Kiswahili, lakini hii haina maana kwamba sasa tuache kuimba Kilatini. Kwa hiyo anahimiza hilo kwamba tusipoteze historia pia ya kanisa. Lakini nikukatize, Mwalimu Kashumba naona ana hamu kabisa ya kutaka kuzungumzia kile ambacho wewe umekizungumzia sasa, kufafanua sasa. Mwalimu Kashumba, umemsikia Mwalimu Peter Mavunde na yale ambaye amezungumza. Labda tuangalie sasa nini, kuna tatizo gani sasa? Nini mmeona tatizo gani mpaka mkaamua sasa kuwe na kitu ambacho, kuwe na chombo ambacho kinasimamia muziki mtakatifu? Na yeye anataka kuimba muziki mtakatifu. Nini hasa nini? Watu wanataka kufahamu. Mimi naweza nikasema hili alilochukua hatua Baba Askofu
Nyaisonga ni swala ambalo wanakwaya, mimi binafsi nimekuwa nalisubiri muda mrefu, kwamba katika hali ya uimbaji kanisani nchini Tanzania kwa hali ya sasa tulihitaji mwongozo wa kanisa ili watu angalau wawe na uelewa kwamba tunapaswa twende vipi. Kwa hiyo ni wakati mwafaka mwongozo wa kichungaji kama huu umetolewa, na na imani kwamba hata majimbo mengine yatafanya au yanafanya hivi, kusudi kwenye kanisa tuwe na aina fulani ya kuelekezwa nini kama wanakwaya tunapaswa tufanye. Watu tumejaliwa vipaji, tunavitumia vya muziki, lakini sasa kuna muziki ya aina mbalimbali. Kuna ya kanisani na ile ambayo sio ya kanisani. Sasa sisi kama watu wa kanisani inabidi watu waelekezwe, waelewe, wawekwe misingi ya kujua aina ya muziki unaotakiwa ndani ya kanisa, sacred music. Na umuhimu wa mwongozo kama huu ni muhimu kwa sababu tulikokuwa tumefikia, watu wengi wameanza kiasi fulani kulalamika kwamba hali ya muziki ndani ya kanisa kidogo kuna tatizo fulani ambalo limeanza kuonekana, kutokuwa na dalili ya kuonekana ule ukatoliki ambao tuliozoea tangu zamani kwa wale tuliotokea zamani tukiwa waimbaji ndani ya kanisa na waumini wenyewe. Na hata madhehebu wenzetu wengine wamekuwa wanasema kwamba tulizoea muziki wa kanisa Katoliki una sura fulani. Kuna swala linaongelewa zaidi kwamba sasa kucheza kidogo kunakuwa zaidi kuliko kuabudu, kutafakari ndani ya kanisa wakati watu wanaimba au kwenye nyimbo za kanisa Katoliki. Sasa miongozo kama hii ikija, hasa moja mbala amelieleza kwamba nyimbo au uimbaji uzingatie vipindi vya liturujia ya kanisa. Kuna vipindi vya masikitiko, vya kuomba msamaha, kuna vipindi vya sikukuu. Kwa hiyo swala la muziki na uimbaji ni muda mwafaka mwongozo ulivyotolewa, na majimbo yote tukifuata hili, sura ya muziki wa kanisa Katoliki utazidi kuonekana ni bayana. Kuna uchaguzi wa maneno yanayoimbwa, yanayotungiwa muziki. Ni muhimu sana vile vile kwa sababu watu wajue kwamba tunapoongelea liturujia kimsingi ni yale yaliyoidhinishwa na mamlaka ya kanisa. Kama ni maneno yaonekane kweli yana authority au mamlaka ya kanisa imesema haya ndiyo maneno, ndiyo mafundisho halali ya kanisa Katoliki. Hii ni kukatiza kidogo, umesema mwongozo. Mwongozo ni kitu kizuri sana. Pengine mwongozo labda utangaze rasmi sasa. Mwasha Baba Askofu tulikuwa tuwe naye leo, lakini kutokana na matatizo ya shule nyingi mbalimbali anazonazo hatakuwa naye. Lakini mwongozo aliotoa katika jimbo Katoliki la Dodoma ni mwongozo upi hasa katika kuelezea ama kuongoza uimbaji katika jimbo hili Katoliki la Dodoma? Ni mwongozo upi ameutoa? Naomba utaje. Mwongozo ni kati ya haya ambayo mlezi wa shughuli hii ndugu yangu Peter Mavunda ameeleza. Mwongozo baadhi ya maeneo ni hayo ameeleza. Kwa mfano swala la muziki tunaoimba, usisahau ile muziki ambayo ndani ya kanisa Katoliki imekuwa ikiimbwa siku za nyuma. Kwanza sisi kama wanamuziki au watunzi tumekuwa mara nyingi tunajifunza kutokana na muziki ya zamani ambayo wenzetu walikuwa wakitunga na wanaimba, ndio na sisi tukajifunza namna ya kutunga na kuimba. Na wale tulioanza mambo ya muziki hata utunzi tumekuwa tukiwatafuta wenzi zetu waliokuwa wakijua, tunawaomba miongozo, wanatupa maelekezo, tunakuwa ndani tusinde nje sana, ili tuwe na sura ya muziki ule wa kanisa, tutofautishe na muziki wa nje kwenye starehe au burudani.
Mtazamaji wa TBC1, natumaini kwamba umeweza kunufaika na yale ambayo umeweza kuyasikia na umeweza kuwatazama walimu ambao ni wakongwe katika muziki wa kanisa Katoliki. Niseme tu kwamba Jimbo Katoliki la Dodoma likiongozwa na Mhashamu Baba Askofu Gervas Nyaisonga wameanzisha kitu kipya. Sio kipya, lakini kilikuwepo, lakini wameona kwamba ni vema sasa kiwepo kiweze kuongoza jimbo hili, muziki mtakatifu. Na muziki mtakatifu unaongozwa na sheria. Kuna kamusi hii hapa unaivoiona, hii ni kamusi inaongoza muziki mtakatifu wa kanisa Katoliki. Watu waendi tu hivi, kila kitu kinaongozwa kwa sheria. Kwa hiyo sasa niseme wamezungumzia kwamba hili swala ambalo wamelianzisha ni swala muhimu sana katika muziki wetu, ili kuhakikisha kwamba watu wanapata kusali wanapoimba. Na kwa namna pekee kabisa nafikiri ni kitu ambacho mimi niseme kwa mtazamo wangu ni kitu kizuri, na pengine majimbo mengine yaliyosalia ya kanisa Katoliki, maaskofu popote pale mlipo, pengine mzee mkamuiga askofu mwenzenu Gervas Nyaisonga kufuata sheria hii hapa. Kanisa Katoliki lina sheria zake, na hii dictionary nafikiri inaeleza vitu vingi. Mnaona hii kamusi inaelezea vitu vingi. Kwa hiyo ni vema tukafuata sheria za muziki wa kanisa Katoliki, na pengine basi watu tutaweza kurudi kama tulivyokuwa hapo awali tukiimba muziki wa Kilatini. Mimi ni mtayarishaji wa kipindi hiki Festus Makerubi, nikiwa nimeshirikiana na mpiga picha wangu John Lazaro. Tunakutakia Jumapili yenye baraka tele, na tunasema kwamba muziki mtakatifu ni muziki unaofuata sheria ya kanisa.